Nakuletea neno la Mungu jioni ya leo. Ujumbe wa jioni ya leo unasema kufunguliwa kutoka katika nguvu za giza. Ndio ujumbe wa jioni ya leo. Kuna nguvu zinaitwa nguvu za giza, lakini kuna vifungo vinaitwa vifungo vya giza. Kwa hiyo nitazungumza juu ya vifungo hivyo na nguvu za giza, na baada ya somo hili ambalo tunakwenda kujifunza, baadaye tutapambana na vifungo kupitia jina la Yesu. Vifungo na nguvu za giza zitakimbia sana kwenye huu uwanja leo, na hakuna nguvu yoyote itakayosalia katika jina la Yesu. Nasoma Luka 13 kuanzia mstari wa 11 hadi ile mstari wa 16. Maandiko yanasema, tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Tazama, palikuwa na mwanamke mwenye pepo, lakini huyu pepo ni wa udhaifu. Wale watu wanaojisikia udhaifu, kuna pepo anaitwa pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Huyu mama ana pepo wa udhaifu miaka 18, anateswa na huyu pepo wa udhaifu, naye amepindana. Huyu pepo amemfanya amepinda, ameinama. Alitakiwa amesimama akitembea amenyooka, lakini pepo amempindisha. Anasema hawezi kujinyoosha kabisa. Kumbe unaweza ukashindwa kujinyoosha kwa sababu ya pepo. Pepo aliye ndani anaweza kukufanya ukapinda. Pepo akiwa ndani anaweza kukufanya uweze kujinyoosha. Wengine wanaumwa na migongo, wengine wanaumwa vitu wasivyovielewa. Mwanamke huyu akawa na pepo wa udhaifu, hawezi hata kujinyoosha, amepindana. Yesu alipomwona, Yesu huwa anaona mateso, anaona waliopindana, anaona aliye dhaifu. Yesu akamwona, akamwita, akamwambia, mama, umefunguliwa. Na jioni ya leo nilikuwa nazungumza kwa habari ya vifungo, na Yesu ndiye mfungua vifungo. Atafungua hata jioni ya leo. Kuna mtu ana kifungo leo, asubiri muda mfupi, kifungo kinaondoka. Amina. Nilitangaza juzi nikasema, compound yote unayoiona hii ni kituo cha Yesu. Ukiingia hapa, ukikanyaga maeneo hapa, tayari uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe, na nguvu za Bwana zinaanza kushughulika na wewe. Na jioni ya leo yuko hapa, tenda miujiza, atakufungua. Akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Yesu anamwambia huyu mwanamke, umefunguliwa. Huyu mtu akanyooka mara ile ile, pepo wa udhaifu akakimbia, mtu huyu akanyooka. Sisi pia tunawekaga mikono, na tunaweka mikono kwa agizo la Yesu. Anasema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Ninapokuwekea mkono au mchungaji anapokuwekea mkono, ni kwa niaba ya Yesu. Na pale unapoweka mkono juu ya mgonjwa, Yesu anaunyoosha mkono wake, anaunganisha na mkono wa mtumishi, ndipo unaona afya yako inarudi. Unaona umekuwa na ahueni, unafunguka. Nasi tuna uhakika na Bwana Yesu mpaka leo. Imepita miaka 2000, lakini Yesu anatenda maajabu mpaka leo. Utashangaa miaka yote sio ishu, imepita mingi, lakini leo mwenye mateso anafunguka. Ndio maana tunasema yuko hai. Haleluya! Yesu yuko hai leo. Haleluya! Aliwekwa kaburini lakini hakukaa. Maandiko yanasema kaburi halikuweza kumshika, lilimwachia akatoka, na sio kutoka tu, akapaa juu sana, juu kabisa. Na hivi sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Maandiko yanasema anatuombea usiku na mchana. Tunaye mwombezi anayeomba kwa ajili ya afya zetu, maisha yetu,
upenyo, kufanikiwa. Haleluya! Hatuko wakiwa, wapendwa. Liko tumaini kwa mtu aliyekosa tumaini. Liko tumaini kwa mtu anayeteswa. Liko tumaini kwa aliyekata tamaa. Yesu bado yuko hai. Yesu bado anaishi. Amina. Hata kama unatoka kwenye dini ambayo haimtaji Yesu, Yesu anakuona. Yesu atakufungua. Yesu atakuweka huru. Yesu atakuinua tena. Utashangaa maajabu ya Yesu leo. Haleluya! Yeye anaweza. Maandiko anasema basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi. Basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi aende na kumnywesha? Mstari wa 16. Hapa nataka kila mtu asikilize. Na huyu mwanamke aliye uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, usikilize hii kauli, ambaye shetani amemfunga miaka 18. Yesu anasema kabisa aliyemfunga ni shetani, na shetani amemfunga miaka 18. Anasema, je, haipaswi afunguliwe kifungo hiki hata kama ni Sabato? Bwana apewe sifa. Katika kipindi cha Agano la Kale, siku ya Sabato ilikuwa ni siku muhimu sana. Ilikuwa ni siku ambayo huruhusiwi kufanya kazi yote, na ukikuta unafanya kazi wanakupiga mawe mpaka wanakuua. Yesu akaingia kwenye sinagogi, na alipofika kwenye sinagogi akamwona mama ambaye ana mateso. Na alipomwona yule mama mwenye mateso, kama ambavyo kuna mtu ana mateso jioni ya leo, Yesu akamwona mama mmoja mwenye mateso katikati ya sinagogi. Hivi leo hatuyajui masinagogi kwa sababu hayapo tena, lakini zamani hizo kulikuwa na masinagogi. Masinagogi yalikuwa sio hekalu, ni majengo yalikuwa yanajengwa nje ya hekalu, lakini majengo haya yalikuwa hayapokei sadaka za kuteketezwa. Walikuwa wanakutana pale, wanaomba na wanasoma Torati, lakini pale walikuwa hawatoi sadaka zozote. Kwa hiyo Yesu akaingia kwenye sinagogi. Alipofika mle ndani akamkuta mkuu wa sinagogi, na bila shaka mkuu wa sinagogi ndiye anaongoza ibada zote pale. Katikati ya wale watu waliokaa alikuwepo mama mmoja, alikuwa na pepo wa udhaifu kama tulivyosoma. Mama huyu alikuwa anahudhuria ibada, na ndio maana siku ile alikuwa kwenye ibada, lakini mashetani yale yaliyokuwa ndani yake hayakuogopa ibada. Ndio maana siku za leo watu wanaabudu, lakini bado mashetani yanawatesa. Watu wanaabudu na hirizi zao, maana wanapambana kujihami. Vita vimekuwa vikubwa. Unakuta mtu ana mazindiko nyumbani, amevaa hirizi, akitembea na vimafuta kwenye mkebe, ana chumvi bado, ana keki ya upako. Zote hizo ni silaha. Kavaa silaha nyingi za kutosha. Nyumbani zindiko, kiunoni kuna hirizi, bado kwenye kabegi kuna vimafuta kidogo na kachumvi. Vita ni vikubwa. Huyu mama yupo kanisani, lakini pepo anaingia naye kanisani. Mashetani hawaogopi kanisa. Mashetani hawaogopi sinagogi. Mashetani hawaogopi mahali pa kusali. Mashetani wanaogopa jambo moja tu, wanaogopa mtu ambaye Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hayo ndio mashetani wanaogopa. Haleluya! Ukitaka uwe salama mbali na mashetani, pokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tukikwambia okoka, okoka. Hiyo ndio njia pekee ambayo unaweza kuyakwepa na kuyashinda mashetani. Haleluya! Hakuna njia nyingine. Hata kama mmejenga kanisa zuri haisaidii. Hata kama mmeweka viti vizuri, mmepiga rangi nzuri, mashetani hayaogopi. Hata kama mmejenga sinagogi, siku hizi kuna masinagogi mengine tu ya dini nyingine,
mashetani hayaogopi. Ukienda msikitini, ukienda kanisani, ukienda popote, mashetani hawana mipaka, wanaingia tu. Lakini iko njia moja ambayo Yesu alisema, akasema, mimi ni njia, mimi ni kweli, mimi ni uzima, ajaye kwangu sitamtupa, na anayekuja kwangu ana uzima tele, uzima wa milele. Huo ndio ambao mashetani wanaogopa. Kimbia huko kwenye imani ambazo Yesu hasemi. Kimbia huko ambako kuna imani ambapo Yesu hataji. Hakuna kuokoka huko. Kimbilia kwa walokole. Kimbia mahali ambapo watu wanamuita Bwana, wanaita nguvu zake. Utafunguliwa, utawekwa huru. Haleluya! Tuna ujasiri wa kusema hayo. Yesu ni Bwana. Haleluya! Yesu anaokoa. Yesu ana nguvu. Yesu anavunja miamba, nguzo walizokujengea, na vizingiti vyake vinabomoka, vinavunjwa ukimwamini Yesu. Haleluya! Huyu mama akaingia kwenye sinagogi, lakini pepo akaingia naye. Wanaabudu na pepo wanaabudu naye. Bwana asifiwe. Watu wengi wana vifungo, wana vifungo, wamefungwa. Huyu mama alifungwa mpaka akapinda. Kuna wengine wamenyoka lakini wana vifungo. Kuna vifungo vya aina nyingi, na anayefunga ni shetani huyo huyo. Kuna vifungo vya dini. Kifungo kikubwa cha dini, mtu yuko tayari afie kwenye dini, yuko tayari auwe wengine ibaki dini, yuko tayari afanye lote lakini dini yake. Ndio maana wengine ni waovu lakini wanang'ang'ana na dini. Nina dini yangu, lakini mwovu. Kinaitwa kifungo cha dini. Hicho kifungo mtu yuko tayari kupigana, yuko tayari hata kuua. Kifungo cha dini. Ndio maana mwingine mgonjwa, ana mateso, anasema siwezi kwenda pale, wale sio dini yangu. Siwezi kwenda kuombewa, maana wale sio dini yangu. Anakufa na kifungo cha dini. Kuna kifungo cha mawazo. Tu anakuwa na mawazo kinyume tu, kila anachowaza ni kinyume. Wengine wana vifungo, wanasikia sauti zinawasemesha, na sauti zile zinawasemesha mauti, kifo, utapata balaa, mikosi, hautainuka, hautafanikiwa, utakufa. Anatembea na kifungo kinachomtesa kwenye mawazo. Usifikiri kifungo kidogo. Namkuta mtu anatembea barabarani, anapigana na vitu asivyoviona, anaongea mwenyewe, anasema niacheni, mimi sitaki. Ukiangalia hamna mtu, ana watu wanamsemesha na hawamwachii. Ni moja ya vifungo vya mashetani. Kuna kifungo kingine, kifungo cha mikosi. Nilimkuta mtu mmoja anasema kila anachokifanya hakifanikiwi, ni balaa, ni visirani, ni mikosi, anapata balaa. Ni kifungo, na uwezi toka hata ufanyeje mpaka Yesu aingilie kati. Kifungo kingine ni cha dhambi, na hizi dhambi ziko nyingi. Mkuta mtu ana kifungo cha zinaa. Huyu hata kuna wengine wamepata mpaka magonjwa ya zinaa, lakini haachi zinaa, na hajui kwa nini, na anajuta, na analia, na anasikitika kwa nini. Akishafanya anahukumu, anajisikia kama kufa, anajichukia, anaona hana thamani, lakini hawezi kutoka. Lazima Yesu aingilie kati. Yesu mvunja vifungo, akiingilia kati anavunja kifungo chako. Hata kama ni cha miaka mingi, anakuja mara moja tu anakivunja. Yeye amekuja ili azivunje kazi za Ibilisi peke yake. Sali usalivyo, chukua. Mimi zamani nilikuwa nachukua rozari, unafahamu rozari, na hesabu punje moja moja, lakini kifungo hakiondoki kwa punje hizo. Kinahitaji Yesu peke yake, kinahitaji Yesu aingilie kati. Haleluya! Mimi nilijenga mpaka nikajenga
nilijenga kabanda fulani, nikaweka hapo ile msalaba likubwa ili kuharibu vifungo, maana vinanitesa. Moja kati ya vifungo vinanitesa, kifungo cha ulevi. Kwa nakunywa, nilikuwa naenda kuuza mpunga Tanga, nikirudi walevi wote wananipokea. Maana sema bwana mkubwa amekuja, ametoka kuuza mpunga. Tunakwenda baa, akipita bata tunasema wanani huyo, kamata chinja, kabla hujaondoka hapa tule nyama. Bata anakamatwa na chinja. Mpaka hela ikiisha, na kama haijaisha situlii. Yaani nataka tu, hata kama ni usiku, nasema jamani mbona usiku unaingia? Maana nataka kutumia hela ziishe kwa ulevi. Zikishaisha natembea kama kichaa, sina chochote na majuto, nasema jamani huu ulevi nitaupeleka wapi? Na siwezi acha. Nina kiu ya ajabu. Fika mahali nikisha kunywa na nichukua na nyingine za kuweka mfukoni, ili ikipungua kidogo niongeze. Siku hiyo nilikuwa naamka usiku saa 8 napiga. Unajua unaweza ukafa, yaani unakufa unaona na uwezi toka. Kuna mzinzi hawezi toka, hatoki, hata afanyeje, utafanya tu. Ndio maana Mungu akamleta Yesu duniani, kwa sababu alijua huyu ndio kiboko ya sheria. Akisimama mahali penye sheria na makanuni magumu, anavunja haya masheria, analeta sheria ya rohoni, ambayo mtu akiamini hiyo, hata bila kusukumwa, hata bila kuchapa fimbo, unaenda mwenyewe tu ukiwa unamheshimu Mungu wa kweli. Haleluya! Walokole hatujikazi sana kuacha Mungu. Kwamba mtu unatembea unajikaza jamani najikaza. Unawekwa huru. Biblia inasema mwana wa Adamu amekuja ili tuwekwe huru. Unakuwa huru rohoni na mwilini. Bwana asifiwe. Sio kwamba unakuwa na mateso. Kuna mtu mmoja sasa najihini sana. Mimi hata sijaona kujihini. Naona kawaida tu. Sijui mwenzangu wewe. Unajihini kawaida tu. Bwana asifiwe. Kuna kifungo kingine cha ulevi wa bangi, ulevi wa sigara, ulevi wa ugoro. Vijana wanavuta ugoro. Hivi hamjajua kuna kifungo kinatupwa kwenye familia, kwenye ndoa? Mume wako anafungwa, akiuangalia uzuri wako hauoni. Pepo tu. Dada ni mzuri, huna dosari, mume katumiwa pepo la kumfunga. Kifungo cha pepo wa ndoa, anafungwa huyo mwanaume. Akikutazama anakuona wewe ni giza tu. Wanaume wengine wote watapita wanashangaa, huyu mwanamke mzuri namna hii ni wa nani? Huyo mume wako akipita akikutazama anaona giza, kafungwa macho. Kuna kifungo cha kufungwa macho. Hata fursa zikitokea, hata biashara zikitokea huzioni. Nafasi ya kazi inatangazwa, unakuja kuisikia imeshapata watu, wakati imetangazwa matangazo yote paka kwenye magazeti, hausikii wala huoni. Umefungwa usizione fursa. Kuna vifungo vya masikio. Vifungo vya masikio, mtu hasikii. Unaweza ukashangaa na ubiri hapa, kuna mtu hata haelewi ninachohubiri, ni maruerue tu kwenye masikio. Haelewi hata kinachohubiriwa. Hata nikimwambia nimeanza na nini hajui, kwa sababu masikio yake hayawezi kupokea kitu. Ndio maana Yesu anasema mna masikio lakini hamsikii, mna macho lakini hamuoni. Leo kuna vitu vingi Mungu anavitenda duniani na umeviona, lakini masikio yamefungwa na macho yamefungwa. Umesikia wokovu mara nyingi, usikii, ubadiliki, kwa sababu masikio yako hayapokei mambo ya kuokoka. Shetani amefunga. Hicho ni kifungo. Jioni ya leo tunasimama kinyume na hicho kifungo ulichofungwa kwenye masikio. Tunasimama kinyume na kifungo kwenye macho. Macho yafunguliwe, masikio yafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Funguka. Funguka leo. Hata kama wamekuwekea laana ya kifungo, leo itavunjwa mahali hapa kwa jina la Yesu. Lazima. Kuna wengine mmezaliwa mahali lakini hamkupaswa kuwa hapo. Ni kwa sababu tu mlipitishiwa hapo. Ndio maana umefanana na hao. Hata mahali pengine uko kwenye dini, umeingia pale tu, lakini
hukupaswa hapo. Hata tukikutazama wewe ni wa Mungu kabisa, wewe ni wa rohoni, wewe ni wa mbinguni kabisa, lakini kwa sababu umejichanganya, umeonekana kama wao. Wewe sio kama wao, wewe ni wa tofauti. Mungu amekutenganisha, Mungu amekutakasa hata kabla hujazaliwa. Wewe ni mali ya Yesu, wewe ni mali ya Yesu. Haleluya! Dunia ikatae, dunia ikubali, ni wewe mwenyewe kusema mimi ni mali ya Mungu na sitakubali kuchanganyika na dunia. Mimi nataka Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unapoendelea kukiri, utaona nguvu za Mungu zinatokea, utaona ishara zinatokea, maana Yesu ni mwaminifu. Anayaona mateso yako, anaziona shida zako, anaona vifungo vyako. Ndio maana alimuona huyu mwanamke, alipomtazama yule mama akagundua huyu mama anakuja kwenye sinagogi lakini ana mateso. Umekuwa mwaminifu kwenye dini yako kwa miaka mingi, lakini una mateso, una kifungo, huna furaha. Wengine wana vifungo hawana furaha, wengine wana vifungo hawana amani. Saa zote anahisi hayuko sawa. Hicho ni kifungo. Huna furaha, huna amani. Usiku ukiingia unatamani asubuhi, asubuhi ikifika unatamani usiku uje tena, kwa sababu saa zote unaishi katika hali ambayo huielewi. Hicho ni kifungo tayari. Yesu peke yake anaweza akakivunja. Haleluya! Kuna watu wana vifungo vya ajabu sana. Kuna watu wana vifungo vya ajabu. Kuna mtu mwingine ni hofu, kifungo cha hofu. Saa zote ana hofu, hajui kitakachompata, anaogopa asichokijua ni nini. Lakini unakimwona amevaa vizuri, ukimwona anatembea unasema huyu ni mtu, anapita barabarani yuko vizuri, lakini saa zote ni mawenge kwenye ufahamu, kwa sababu kuna lipepo limekaa hapo, kuna nguvu ambayo inamtesa, hana furaha. Wengine mnateswa na familia zenu kiasi kwamba ni kama mna msongo wa mawazo uliopitiliza. Yesu ana uwezo wa kutawala ndani ya mtu, akakontrol mawazo ya mtu kiasi kwamba mtu huyu hata kama kuna vita nje, lakini ndani kuna amani. Hata kama nje kuna misukosuko, ndani kuko poa, kumepoa, kwa sababu Bwana wa mabwana aletaye amani yuko ndani. Mzima mawimbi aliyetuliza mawimbi baharini hatashindwa kutuliza mawimbi yanayoinuka ndani ya maisha yako. Ni wewe tu kumkabidhi maisha yako. Mwambie Bwana Yesu, niko tayari, nakabidhi maisha kwako. Ukimkabidhi maisha yako, hayatakuwa hivyo alivyo. Kuna kitu wasichokijua watu. Kuna experience ambayo watu hawajaigusa, hawajaielewa juu ya huyu anaitwa Yesu. Ndio maana tunahubiri, kwa sababu tumeonja uzuri wake, tumeonja amani yake, tumeona matendo yake. Na wewe ni zamu yako, unayeteswa, uliyefungwa, uliyewekwa chini ya ulinzi wa mashetani. Iko nguvu inayotoka mbinguni isiyoonekana kwa macho, inabadilisha, inainua, inaponya, inahuisha. Yeye asiyeonekana ana nguvu kuliko anaonekana. Piga makofi kwake. Tunamhubiri mtuliza mawimbi, tunamhubiri yeye asiyeshindwa. Hata kifo na mauti havikumshinda. Alipokuta mahali pametokea kifo, kama alipokuta Lazaro amekufa, watu wanalia, anawaambia Lazaro hajafa. Yeye huyaona yale yasiyokuwepo kana kwamba yapo. Anaona mbele yako kwamba tayari utabarikiwa hata kama hujabarikiwa. Anaona mbele yako kwamba utastawi, hautabaki hapo ulipo hata kama sasa unaona hujastawi bado. Nataka nikwambie, hata kama una majonzi ya miaka mingi yamekuwa sugu, Yesu akiingilia kwa siku moja, unafufuka tena, unarudi tena, unakuwa hai tena. Haleluya! Haijalishi shetani ameprolong mateso yako kwa muda gani, haijalishi. Imani yako tu kwamba nimeamua
Na ukiamua hakuna kugeuka nyuma. Watu wa Mungu ni majasiri, wakiamua hawarudi nyuma. Sikiliza, kuna mama mmoja ambaye alikuwa ni mke wa Lutu, akaambiwa, mama, hapa ni wakati wa kuponya nafsi yako. Unapoondoka Sodoma na Gomora usigeuke nyuma. Yule mama akaondoka, lakini alipokuwa anakwenda akasikia makelele huku nyuma, akageuka nyuma, akawa jiwe la chumvi. Hakuna kugeuka nyuma. Tukiamua tunaamua. Haleluya! Hebu simama pale ulipo, njoo mbele, njoo na wale walioko kule nyuma. Tumwite Bwana wakati huu, tumwambie Bwana, unayegeuza milima, unayevunja miamba, unayeondoa vifungo, shughulika na kifungo changu. Sikitaki kifungo hiki. Wameniwekea kifungo ambacho sio changu, wameniwekea vitu ambavyo ni vya bandia, ninaishi maisha ambayo sio yangu. Tunakataa vifungo jioni ya leo. Kama uko nyumbani wamekufunga kupitia dini yako, hawakuruhusu hata kutoka, tutatangaza leo kifungo hicho huko kiliko kikavunjike kwa jina la Yesu. Tufuatishe maneno haya ili tuende kwa toba mbele za Mungu wetu. Baada ya ujumbe huu wa mtumishi wa Mungu, jiambatanishe sasa na Yesu, maana Yesu anakuona. Fuata maneno haya nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mgogoro wangu na wewe ni kwa sababu ya dhambi. Nimelisikia neno lako, nimeamini, nimeamua mwenyewe. Naomba unisamehe dhambi zote za mawazo, za maneno na matendo, hazina hesabu. Bwana, nioshe kwa damu ya thamani. Andika jina langu kwenye kitabu chako cha uzima. Nimeamua mwenyewe bila kulazimishwa. Nisaidie nitembee na wewe tangu leo hata milele, katika jina la Yesu Kristo, amen. Wakati mchungaji atakapokuwa anaongoza maombi haya, wewe ambao umekombolewa na Bwana, tutakuwa tunapiga kila kifungo popote ulipo, iwe nyumbani, kwa mtu, mtaani. Roho zote zinazofunga mji huu, roho zote zilizowafunga watu, roho zote zinazowakosesha ufahamu, kuwazuia, zote zibomoke leo. Inua mkono mmoja juu. Kila kifungo chochote kinaondoka kwenye maisha yako kuanzia sasa. Kila kifungo chochote kinaondoka. Kila kifungo hakitakaa. Kila kifungo hakitakaa. Ninatamka ukiondoka mahali hapa hautaondoka ukiwa na kifungo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninatamka, haijalishi kuna mtu alikunenea maneno mabaya, yale maneno yakafunga maisha yako, yale maneno yakafunga hatima yako, yale maneno yakafunga hatima yako, yale maneno yakafunga maisha yako. Haijalishi walikufunga kupitia maneno, haijalishi walikunenea maneno mabaya, haijalishi walikunenea maneno mabaya, haijalishi walikunenea maneno mabaya. Unajua watu, weka mikono ya watu. Ukiweka mikono, wale wengine ambao wamekombolewa na Bwana ambao mko hapa, shambulia kila roho, shambulia kila roho. Tuko vitani. Kila mmoja sasa. Wengine wanalishwa vya shambulia. Anafikiri ni kawaida. Hicho kifungo kinaondoka. Hicho kifungo kinaondoka. Hicho kifungo kinaondoka. Hicho kifungo kinaondoka. Tunautangaza mwisho. Mwisho, na usirudi tena. Kifungo cha mauti kimekufa, kifungo cha uganga kimekufa. Inapaswa kifungo kwa jina, napaswa kila vifungo, kila kifungo toka na kuachia kwanza. Toka kifungo cha ukoo, kula unatoka kifungo cha mila, kula unavyoisha cha familia. Sasa ninaviaisha kwa jina la Yesu. Ninaharibu vyakula vya kichawi. Hao wanakulisha vyakula ili kuunganisha na madhabahu za giza, ili kuunganisha na kuzimu na vitu
kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Nyoka ndani. Kila nyoka utongo. Nyoka kwa jina la Yesu. Kila kifungo nyoka kwa jina la Yesu. Yayuka. Kwa jina la Yesu. Yayuka. Kwa jina la Yesu. Yayuka. Haya inayoita kifungo. Unachokana naye. Ondoka. Kwa jina la Yesu. Ondoka. Roho ya kila aina. Lakini roho ya kila aina. Leo tunakukamata. Kwa jina la Yesu. Leo tunakukamata. Haya tunamfunga mtu. Kwa jina la Yesu. Aina yote ya vifungo. Hamwezi kupata. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yes. Achia. Achia la Yesu Kristo. Kwa hiyo